Elimu zaidi inatakiwa itolewe kwa wadau ili watu waweze kuzikimbilia fursa hizi. Nilipokuwa naongea mwanzo na viongozi wenu kabla sijafika kwenye mkutano huu, niliweza kuwakumbusha juu ya mapungufu machache ambayo yanaonekana kama hayatofanywa kazi, basi mpango mzima wa kuwasaidia hawa watu wenye mahitaji maalum hautaweza kufikiwa kama serikali ilivyoelekeza. Moja ya changamoto kubwa iliyopo ni mapungufu ya kimfumo ambapo taarifa hazifiki kwa wakati kwa watakiwa. Ndugu washiriki, tunapokuwa tunatenga 30%, ni muhimu kwetu tukazingatia kuwa watu wenye mahitaji maalum hawana exposure ya kutosha. Hivi neno la Kiswahili kizuri zaidi exposure ni nini exposure? Ujuaji? Uelewa? Nimezungumza neno la kimtaani kabisa, ujuaji. Uelewa. Watu ambao wanatakiwa kufikiwa na fursa hizi hawana uelewa wa kutosha. Ni majukumu yetu sisi ambao ni wadau katika utekelezaji wa sheria hii kuhakikisha kwamba tunaelewesha na kuwaambia nini anatakiwa kufanya. Ninatambua na nataka niliseme kwa wazi kabisa, wengi wetu wale ambao tunatakiwa tukimbiliwe na fursa hizi tunafahamu zaidi upatikanaji wa 10% kuliko 30% hizi za manunuzi ya umma. Naomba nitumie nafasi hii, ndugu washiriki, kuendelea kuwakumbusha na kusisitiza juu ya umuhimu wa utoaji wa elimu. Na nimetambua katika kundi hili la washiriki nimejulishwa kwamba wako wakurugenzi, lakini kwa bahati mbaya sana mimi nikiwa mmoja katika wadau wa eneo hili, na hasa nikizungumzia kundi la wanasiasa ambao kwetu sisi kutangaza juu ya fursa hizi ni sehemu ya kuonekana katika jamii tunavyoijali na kuitambua. Ninaomba na ninashauri katika vikao vijavyo, ndugu mkurugenzi, hakikisha umewakaribisha wakurugenzi ambao ni watendaji, lakini wadau muhimu ikiwemo wenye viti wa halmashauri na meya wa majiji, ili waje kupata elimu na wajue jinsi gani wanaenda kusimamia hizi 30%. Nyinyi wengi wenu ndani, sitaki kuwalaumu, lakini sijaona kazi mlioifanya katika kufikisha elimu hii ya 30% za fedha za manunuzi ya umma. Sijajua, inaweza kuwa ni bahati mbaya au inaweza kuwa ni makusudi. Tunajua ni kwamba ukiwa kwenye kampuni yako binafsi, ukifika mwisho wa mwaka wa fedha, au sio, kampuni binafsi unapofunga, yani ile ambayo inaitwa bakaa, unalibeba unalipeleka mbele. Kwenye serikali kuu huku lile bakaa unarudisha hazina, au sio? Sasa ninavyojua, sisemi kwa ubaya, lakini ninavyojua wakubwa hawa lazima watakuwa wanatafuta matumizi ya zile hela. Sasa katika kutafuta matumizi ya hela, ukweli ni kwamba zile hela sio za kwenu. Si mnaelewa nyinyi wakurugenzi na maafisa manunuzi kwamba watu ambao wanatakiwa wapelekewe zile hela hawana taarifa nazo? Ndio bahati mbaya sana iliyopo katika eneo hili. Lakini kama, ndio maana nazungumza hapo kwa upendeleo, mnaweza mkasema bwana huyu mwanasiasa ndio maana anajisemea yeye na wanasiasa wenzake, lakini ukweli ni kwamba mimi ninapofika Chalinze pale, nikipanda kwenye majukwaa yangu ya siasa, nasema kwamba bwana, halmashauri yenu imetenga pesa, vijana undeni vikundi mkazikimbilie. Lakini tunapozungumza kiukweli, hii 30% hii hatuhitaji sana. Lakini kwa kweli ili nchi hii iende vizuri, wito wangu mkubwa kwenu nyinyi watendaji, lakini pia mjue kwamba mnalo daraja ambalo ni jepesi sana kuwafikia watu hawa.